Naam, jina langu naitwa Inaamala Samson, ni Certified Financial Educator, ama kwa Kiswahili tunasema mwelimishaji aliyethibitishwa na BOT au Benki Kuu ya Tanzania katika kutoa elimu ya fedha kwa umma. Na leo hii tunafurahi sana kukutana na vijana kwa mara nyingine tena kwenye darasa la mentorship na masterclass. Kwa maana hiyo tunafundisha mambo makuu takriban 6. Jambo la kwanza tunalolifanya ni kufundisha namna gani ya kutengeneza malengo ya mwaka, na vijana wamepata wasaa wa kutengeneza malengo yao na pia kuyapitia waliokuwa wameshayaweka tayari. Lakini jambo la pili ni namna ya kufuata itifaki na kuandaa matukio mbalimbali. Kwa hiyo tumefundishana namna gani bora ya kusimamia matukio na kupokea mgeni rasmi, ya kupiga picha kama ni picha ya kundi ambayo ina mgeni rasmi ndani yake, na vitu vingine muhimu vya kiitifaki. Lakini jambo lingine ambalo tumejifunza ni umuhimu wa teknolojia na matumizi ya AI katika shughuli zetu, kwa sababu vijana wengi waliokuja kushiriki na wana shughuli zao binafsi kwa maana ya biashara, na wengine wanatoa huduma, wengine wameajiriwa, na wengine wametoka kwenye makanisa na misikiti namna hiyo. Kwa hiyo namna gani wanatumia mitandao ya kijamii ama teknolojia kwa ujumla na AI katika kutumia kazi zao kujipatia wateja zaidi. Lakini jambo lingine ambalo tumeelekezana vizuri kabisa kwenye masuala ya customer care, au tunasema kwa Kiswahili ni jambo gani la kufanya ili kutoa huduma nzuri na bora kwa wateja. Kwa hiyo hilo pia tumeligusia na tumeelekezana. Lakini jambo lingine, uwasilishaji wa mawazo pamoja na ripoti, uandaaji wake. Hivyo tumeelekezana jambo hilo pia. Lakini bila kusahau namna gani bora ya kuweza kuweka mikakati ya kifedha na usimamizi wa biashara. Yote hayo tumekuwa tukielekezana. Vijana wamekuwa makini sana hapa Rukwa, sasa kutoka maeneo ya Sumbawanga hapa mjini, katika idara ya maji hapa katika ofisi za mkuu wa wilaya ya Sumbawanga. Basi vijana hao wameweza kushiriki kikamilifu, wametoa mawazo vizuri, tumecheza na games, watu wamefurahi, wamejifunza pia, wamenetworking au wametengeneza marafiki wapya ya kimtandao mpya. Na pia hakikisha vijana hawa kwa takriban miezi 3 kuwapa mentorship au kuwafuatilia katika mawazo yao na changamoto zao wanazozipitia, kwenda nao kwenye safari ya kimafanikio, kuhakikisha wanakuwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kipekee tunashukuru sana watu wote ambao wametuunga mkono na kutoka kwa kampuni mbalimbali na serikalini, na tunawaahidi chochote ambacho walitupatia, kama ni redio, kama ni hoteli, kama ni ukumbi, chochote kile hakijaenda bure. Vijana hawa wa hapa Sumbawanga bado wana shauku, na sisi kama wakufunzi bado tuna shauku ya kutoa kile tulicho nacho, kuwaelekeza vijana ili kutengeneza taifa bora, taifa makini, taifa ambalo vijana inakuwa ni chachu ya mabadiliko katika nchi yetu. Wito wangu mimi kwa vijana, wajitokeze sana wanaposikia masuala ya kufundishwa, semina, mafunzo mbalimbali, kwa sababu akili inategemea nini ambacho unailisha, nini ambacho inaenda kubadilisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo vijana, katika yote ambayo tunayafanya, tukisikia kuna masterclass na mentorship batch 2, tusiache kufika popote pale ambapo ukumbi utakuwa umetangazwa. Kwa awamu hii tumeifanya na tunaimalizia leo, lakini kwa awamu inayofuata, wito wangu mkubwa kabisa kwa vijana, mjitokeze kwa wingi sana na kwa gharama nafuu, na muda mwingine tutajitahidi hata ikiwa bure ikibidi. Kwa hiyo pia wito wangu kwa serikali, isiache vijana. Wito wangu pia kwa wadhamini mbalimbali, najua wanadhamini burudani, wanadhamini michezo, wanadhamini na mambo mengine, lakini pia tunapowafuata na kuwaomba, tunaomba tudhamini katika kutoa elimu nzuri kwa vijana. Msiache kutusupport, kwani tunavyotengeneza, hawa ndio wateja wenu katika hoteli, wateja wenu katika usafiri, wateja wenu katika sehemu mbalimbali ambazo mnazitolea huduma. Hivyo basi mkitusupport,
na mnakuwa mmesapoti vijana, na dhamira kuu kabisa ya serikali yetu kuona vijana wanasonga mbele, na wizara mpya tunayo ya vijana inasonga mbele na yenyewe. Na hivyo sisi kila mmoja, mdau mmoja tunahakikisha vijana kama kundi kubwa kabisa la kuleta mabadiliko kwenye jamii linakuwa limeshiba elimu ya kutosha, linatambua fursa, linazitumia fursa, na hatimaye uchumi wa taifa unafika mbali. Langu jina ni Jennifer Mabola Emmanuel. Namshukuru Mungu, jana nilipata neema kuhudhuria kwenye mafunzo ya masterclass and mentorship, na nimejifunza vitu vingi sana. Moja ya vitu ambavyo nimejifunza, jinsi ya kupanga malengo yangu, kufikia vitu ambavyo nimepanga, labda mambo ya uchumi, jinsi ya kuset goals, jinsi ya kuachieve mpaka kufikia lengo. Lakini pia jana nimejifunza mambo ya protocol, jinsi ya kupokea wageni. Kiujumla nimejifunza mambo ya itifaki. Lakini kitu kingine ambacho jana nimebahatika kujifunza ni kwa habari ya AI. Nimepata uelewa zaidi juu ya AI na jinsi ya kutumia system hili niweze kupata kipato na kuendesha biashara zangu. Asante. Wito wangu kwa vijana, tunaposikia matangazo kwa habari ya kupata semina zinazohusiana na mambo ya kujifunza zaidi kwa habari ya uchumi, kufikia malengo na kutambua fursa mbalimbali, ninaomba tunaposikia matangazo ya fursa hizi basi tushiriki, kwani kuna vitu vingi tunavipata kupitia mafunzo haya. Kupitia mafunzo haya unaweza ukaelewa mimi nifanye nini ili siku moja niwe mtu wa tofauti, niweze kujitegemea na niweze kusimama mwenyewe. Mimi kwa majina naitwa Yusto Mwenda. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao jana nimehudhuria darasa la hapa kwenye masterclass, na nimejifunza vitu vingi, na somo ambalo nimefurahia ni la itifaki na ukarimu. Hilo nimelipenda sana kwa sababu nilikuwa nataka nijifunze. Lakini pia nimejifunza mengi, siwezi kukumbuka kwa pamoja. Mimi nitoe tu hamasa kwa vijana wenzangu ambao wakipata taarifa kama kuna makongamano, kuna semina, kuna mafundisho yoyote yale, usiangalie gharama, wewe jali kujifunza, kwa sababu unaweza kutoa shilingi 50,000 afu kujifunza somo la labda milioni 5, alafu kapata labda mradi hata wa milioni 10, utakuwa umefaidika bado kwa shilingi 50,000. Kwa hiyo watu wasiogope kuwekeza kwenye kujifunza. Sina mengi, ni hayo tu. Shukrani sana. Habari, kwa majina naitwa Rose Leonard Mwainga, ni miongoni mwa wanufaika waliokuja kwenye mafunzo haya ya masterclass. Vitu ambavyo nimejifunza na ninatamani watu wengine pia wangejifunza. Kwanza nimejifunza namna ya kuposti matangazo mtandaoni, kwa sababu nafanya biashara mbalimbali za urembo. Nimejifunza namna kutafuta wateja mbalimbali, namna kuzungumza na wateja, customer care kwa ujumla. Lakini pia nimejifunza protocol kutokana na sehemu ambayo nakuwa nakutana na watu, nifanye nini, wakati gani na kwa muda gani. Pia namna kuzungumza na watu tofauti tofauti. Kiukweli nimenufaika na haya mafunzo, na ninatamani pia vijana wengine kama wana nafasi au ukisikia fursa, jitahidi kuichangamkia fursa, kwa sababu nilivyokuja na mpaka sasa ni vitu viwili tofauti. Nilikuja sina nachokijua kabisa, yani kuhusiana na masuala ya protocol, namna kufuata utaratibu. Kiukweli tulikuwa tunajua tuko kawaida, lakini kwa sasa nina uwezo wa kukutana na mtu mkubwa au kiongozi, awe ni mtumishi, iwe ni sehemu nyingine yoyote, nina uwezo wa kukutana na mtumishi na nikazungumza kwa ufasaha. Langu jina naitwa Matthew Daudi Mabuku, ni mshiriki katika masterclass hii. Kwa tangu tumeanza masterclass, mimi kama kijana katika mkoa wetu wa Rukwa nimeshiriki na nimeweza kujifunza mengi, na nimeweza kunufaika na mengi katika ambayo nimekutana nayo. Yapo ambayo sikuwahi kuyasikia kabisa, na yamekuwa na malengo chanya kwangu na maono chanya kwangu na mafanikio chanya zaidi katika kupiga hatua za kiuchumi na katika hatua za kijamii. Kiukweli yapo mengi ya kujifunza. Nimejifunza jinsi ya kuwakea wateja, jinsi masuala ya itifaki na mambo mengi. Kiukweli fursa hii nimefurahika na imekuwa na manufaa kwetu sisi kama vijana, na hii tunawashukuru sana
waandaaji wa semina hii, wa masterclass hii, na tunawaomba isiwe mwisho tu katika leo, waendelee kutuletea na kuendelea kutuinua vijana, kwani tumekuwa vijana tukifanya shughuli zetu nyingi za kiuchumi ambazo hazina mafanikio kwa kiwango kikubwa, kutokana na namna gani tunaweza tukahudumia shughuli zetu, ile bidhaa ninayoitoa, product ile inamfikiaje mteja, namna gani ya kuweza kunufaika. Kiukweli yamenigusa mengi katika utafutaji wangu, na namna gani sasa ninapotoka hapa nimeshaweza kujifunza namna gani natakiwa niende nikapige hatua katika shughuli zangu zote za kiuchumi, namna gani niweze kufanikisha na kutokuwa na yale mambo ambayo siweza kuwezekana. Kiukweli darasa hili ni zuri sana na ninafurahika kwa kiwango kikubwa sana, na naendelea kuwapongeza waendelee kutuletea mara kwa mara madarasa kama haya. Kiukweli imetupa ina manufaa kwetu sisi vijana, na hii inatutoa katika ile wimbi la kwamba tunaingia tunawekeza mitaji yetu midogo ambayo inakwenda kufanya kazi ambayo haina tija. Mwisho wa siku tunaanza kuwa tukijiraumu, kumbe pako mahala tunapokosea. Tunapopata madarasa kama haya yanatujenga na kutupa uwezo mkubwa wa kuhakikisha ni namna gani tunapiga hatua kiuchumi. Kwa kweli katika hili mimi binafsi nimefurahika na nimeweza kujifunza, na kwa kweli nimeona fahari.